Na mwanamichezo wa Simba Sport, karibu sana katika mchezo ripoti. Na baada ya dakika 90 kukamilika, niko hapa na shabiki kabisa wa Simba Sport Club, atazungumzia mtazamo wake kuhusiana na kikosi chake, mwenendo kwa ujumla baada ya dakika 90 kukamilika. Bwana, kwa jina kwanza naitwa Yahya Yapino au Balozi wa Tanga. Mimi ni shabiki kindakindaki wa Simba. Ndio. Bwana, mmesfrago sana, ilikuwa chup leo hii. Mpate matokeo ambayo yangewatupa nje ya michuano ya kimataifa. Una lipi la kuzungumza kuhusiana na kikosi chako, na ukizingatia kuna safari ndefu bado ipo katika michuano hii? Kiukweli nianze kusema kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata draw hiyo na kuenda katika hatua ya pili. Ila kiukweli timu imecheza vibaya mno. Sasa sijajua tatizo ni kocha ama tatizo ni nini. Lakini hata kama tatizo ni kocha, Fadlu alikuwepo, lakini timu nao pia imecheza hivyo. Kiukweli wachezaji hawana ile spirit. Yaani Simba cha kwanza kabisa kinatakiwa kitafute kocha wa viungo, hamna kitu. Kocha wa viungo kwa maana anasababisha wachezaji waweze kuwa na speed alafu waweze kuwa kakamavu uwanjani. Timu imecheza kwa chini sana kiukweli. Hakuna mpira wote ambao umeonekana. Simba wao wamepata matokeo kwanza kutokana na advantage ya uwanja kwamba tuko kwetu na ni ukubwa wetu tu ambao sisi umetufanya mpaka sisi tumepata matokeo. Lakini kiukweli leo sisi kwa tunatakiwa kabisa sisi tufungwe. Wale jamaa wangekuwa clinical enough, wangekuwa na maliziaji wazuri mbele, leo sisi tungekuwa tumefungwa hata goli 3. Kiukweli hapo watakiwa viongozi wa Simba kwa huu wakati waweze kujitathmini, waweze kutafuta kocha, waweze kutafuta kocha wa kiungo na kocha mkuu haraka zaidi iwezekanavyo, sisi tuweze kubadilika. Lakini kwa mwenendo wa namna hii inawezekana hata hatua ya makundi sisi tusifike. Hata kama tukifika makundi, sidhani kama tuweza tukatoboa hata robo finali kwa mwaka huu. Kweli timu ni ngumu sana. Sio kwamba labda mfumo wa kocha Hemed Suleiman Morocco umewafelisha leo. Ukiweza kusema kwamba mfumo wa kocha Suleiman Morocco amepewa timu hana hata wiki moja, ana kama siku 4. Umeona bwana? Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba mfumo wake kwamba umekuwepo haujafanya kazi. Ni wachezaji tu wenyewe wameshindwa kuunganika vizuri na kuweza kuwa na spirit. Kitu ambacho nimekiona pale kocha wa viungo, timu ile inacheza katika morali ya chini sana. Timu inatakiwa kuwa na morali na icheze kwa speed, kwa kasi. Lakini hata hivyo pia umaliziaji umekuwa ni butu. Mfano kama nafasi 2 alizopata Jean Charles Ahoua, zile zote angekuwa iko makini, ingekuwa amescore magoli, ingepata matokeo mapema sana. Lakini amepata nafasi nzuri, ameshindwa kuweza kuzitumia. Kiukweli takiwa tuangalie sana tena sana. Bila hivyo hatutofika popote msimu huu. La mwisho ni lipi? Mimi naomba tu viongozi wa Simba wawe makini sana katika utafutaji wa kocha. Wawe makini sana, watafute kocha wa kwanza, kocha mkuu, afu apatikane kocha wa kiungo mzuri. Ili timu iweze kuwa na rhythm nzuri, timu iweze kuwa na spirit pamoja na speed uwanjani. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana, shukrani.